Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya, Humphrey Nsoba, ametangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Mbeya mjini ambalo lilikuwa likiongozwa na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson, kabla ya kutangaza kugombea jimbo la Uyole. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Nsoba amepongeza maendeleo yaliyofanywa na Dr. Tulia katika kipindi cha miaka 5 ya ubunge. Akizungumza nia yake ya kugombea ubunge kwenye jimbo la Mbeya mjini, Nsoba amesema ameamua kufanya hivyo baada ya Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson, kutangaza nia yake ya kugombea katika jimbo la Uyole. Naitwa Humphrey Nsoba, mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Mbeya mjini. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ni rais wetu lakini pia ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu hii. Nimeanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ndo ambaye amesababisha sisi kuwepo hapa, lakini pia yeye pia ndo aliyesababisha Mbeya yetu hii kubadilika na kugeuka. Mbeya iliyokuwepo kipindi cha nyuma miaka 5 iliyopita ya Dr. Samia Suluhu Hassan uwezi ukailinganisha na Mbeya ya sasa. Lakini sambamba na hilo, nichukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson, ambaye amekuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka 10. Miaka 5 ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais marehemu Dr. John Pombe Magufuli, lakini miaka 5 ambayo alichaguliwa na wanambeya kwa kura za ndani nyingi sana, lakini pia na wananchi walimchagua kwa kura nyingi sana kwa kishindo. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson kwa kazi nyingi ambazo amezifanya tangu amekuwa mbunge. Ni mambo mengi sana ameyafanya. Mbeya yetu imebadilika. Nanyi mtakuwa mashuhuda na mashahidi. Mbeya iliyokuwepo kipindi cha miaka 5 iliyopita sio Mbeya ya leo. Kwa hiyo Mbeya imebadilika sana. Nikitaja miradi yote iliyofanyika kwa kipindi chote ambacho Dr. Tulia ameingia madarakani na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ni miradi mingi sana. Mnaona, mnajionea wenyewe. Kwa mfano tu nitataje michache. Kwa mfano, barabara ya njia 4 ambayo ni zaidi ya bilioni 139. Kwetu sisi ni jambo la kihistoria kwa jiji letu la Mbeya, na hili litagusa sasa maeneo yote, majimbo yote mawili, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini, paka huko limeenda paka Mbeya vijijini. Lakini pia tunazungumza habari ya kuondoa kabisa changamoto ya maji kuanzia mwakani. Zaidi ya bilioni 117 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea wana Mbeya kwa kupitia mbunge wetu Dr. Tulia Ackson. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa mbunge. Tunazungumza, ukienda kwenye afya kila kitu kigusa. Sisi tulikuwa na kituo cha afya kimoja tu, hiki cha Rwanda Nzovu hapa Mwanjero, lakini leo tuna vituo vya afya 11. Ukienda kwenye zahanati tulikuwa tuna zahanati moja, leo tuna zahanati 7 mpya. Ukienda kwenye sekondari tulikuwa tuna sekondari chache, lakini kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Dr. Tulia Ackson tuna sekondari mpya 11 nazo. Ukienda kwenye shule za msingi, tuna shule za msingi ambazo zimejengwa kipindi hiki, shule za msingi 6 mpya. Na zingine kwa heshima hiyo hiyo tukasema lazima tumpe Dr. Tulia Ackson kwa sababu ametuombea fedha kwa Mheshimiwa Rais nyingi sana na miradi ni mingi sana. Sasa hapa kuna mambo ya umeme, miundombinu na kadha wa kadha. Ni miradi mingi na ni pesa nyingi. Kwa hiyo nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Lakini nichukue nafasi hii ya kukipongeza chama changu kwa maana ya viongozi wote wa chama. Nikianzia na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia, lakini katibu mkuu, naibu katibu mkuu, katibu mwenezi na kamati kuu kwa ujumla na secretariat, kwa namna ambavyo wameendelea kukiimarisha chama chetu. Na mimi nitumie nafasi hiyo kuwapongeza sana kwa ushirikiano wao nasi kama Mbeya mjini, na mimi nikiwa mwenyekiti ambaye namwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye kipande hiki cha wilaya ya Mbeya mjini, nikiwa mwenyekiti ambaye anasimamia chama na serikali. Miradi hii niliyoitaja yote mimi nimekuwa shuhuda na nimeisimamia vizuri, kwa sababu mimi nimechaguliwa 2017, mwaka 2017. Wakati nachaguliwa haya mambo tumechaguliwa wakati jimbo hili liko upinzani, na mimi nikiwa mwenyekiti kwa mara ya kwanza nimechaguliwa. Tumeyasimamia, tumepambana, na wakati tunampata Dr. Tulia Ackson anakuja kwa mara ya kwanza,
mwaka 2020 tulipambana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapata mbunge wa CCM. Na Mungu akatusaidia tukapata mbunge ambaye ametupa heshima kubwa, amekuwa ni icon, amekuwa ni alama kwa wana Mbeya. Leo hii ni speaker, lakini pia tumebahatika kuwa na rais wa umoja wa mabunge duniani IPU. Ni kazi kubwa sana ambayo ameendelea kuifanya. Kwa hiyo niwapongeze pia wananchi wa Mbeya mjini, lakini niwapongeze wanachama wa chama changu cha Mapinduzi kwa kuendelea kuniamini pia mimi kama mwenyekiti wao. Nimechaguliwa kwa kipindi cha kwanza 2017, lakini pia wakaona inafaa kwa ushirikiano wao na namna ambavyo tumefanya kazi hizi kugomboa jimbo na pilika zingine zote, kuweka utulivu wa kisiasa ndani ya jiji letu la Mbeya. Mimi nikiwa kiongozi kama mwenyekiti wa wilaya hii, wakanichagua tena kwa mara nyingine 2022 nikiwa kama mwenyekiti kwa kipindi cha pili. Kwa hiyo kwa imani hiyo hiyo niwapongeze sana na niendelee kuwashukuru sana wanachama ndani ya chama, lakini na wananchi, kwa sababu tunashirikiana na makundi mbalimbali, bodaboda, bajaji, wa machinga, tunashirikiana na mamatilie, tunashirikiana na makundi mengi, maafisa usafirishaji, madaladala na watu wote tunashirikiana nao hapa Mbeya mjini. Nimekuwa tukifanya kazi hiyo, na mimi kama mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa chama, lakini umri wangu mkiniangalia bado ni kijana ambaye naweza nikaingia kwenye lika zote. Lakini ndugu waandishi wa habari, mmesikia kwamba jimbo la Mbeya mjini limegawanyika. Jimbo la Mbeya limegawanyika, lakini hapa tuna majimbo mawili sasa. Jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini. Na mheshimiwa mbunge ambaye ni speaker, jana nanyi mmeshuhudia, ameweka wazi bayana kwamba yeye rasmi atakwenda kugombea jimbo la Uyole. Sasa katika adhima hiyo hiyo, mimi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Mbeya mjini, nimeona sasa ni muda mwafaka, sababu nilikuwa na nia, lakini kaona ngoja nisubiri kwanza mbunge aseme atakwenda jimbo gani. Kwa hiyo nataka kusema rasmi kwenu kwamba mimi nimejipima vizuri, sababu ni mwenyekiti ambaye nimesimamia chama kwa vipindi vyote viwili, lakini ndio mwenyekiti ambaye nimekuwepo kwenye pilika zote za kutoa chama hiki kwenye upinzani kuja kwenye chama chetu cha Mapinduzi, na tukampata mbunge nguli na mahiri. Kwa hiyo nimejipima vizuri kwamba mimi naweza kutia nia kwenye jimbo hili ambalo sasa liko wazi. Jimbo la Mbeya mjini halina mbunge, jimbo ambalo liko wazi. Kwa hiyo nimejitafakari vizuri kwa ushirikiano wa wananchi ambao tumekuwa tukiufanya ndani ya chama na nje ya chama, kwamba natia nia, na nina sababu za kufanya hivyo na zingine nimezieleza, kwamba tutaendelea kushirikiana na wananchi vizuri. Chama changu ukifika wakati kikiniteua, nina uhakika kwamba tutashirikiana vizuri na wananchi kuendelea kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya mjini, nimeona kwa namna ambavyo tumeshirikiana vizuri na wananchi, kwa namna ambavyo tumeshirikiana vizuri na wanachama, nitaweka nia yangu ya dhati kabisa kwenye jimbo hili la Mbeya mjini wakati ukifika, na michakato mingine itaendelea. Na hapa chama chetu ni chama cha demokrasia. Wasije wakaona kwa sababu mimi mwenyekiti nimetia nia watu wakarudi nyuma wakaogopa. Tunawakaribisha wanachama wenye sifa ambao watajipima na kuona kwamba wanaweza kutia nia, waje kwa wingi kabisa. Chama chetu kina utaratibu, ni chama chenye demokrasia, ni chama ambacho kitafanya maamuzi. Kwa hiyo watu wasiogope kwa sababu mwenyekiti nimetia nia wakarudi nyuma, hapana. Tunawakaribisha watu waje kugombea, watu waje kuchukua fomu ukifika wakati. Ila na mimi nimesema nia, kusema nia kwenye chama chetu sio dhambi. Sio dhambi hata kidogo. Kwa hiyo na mimi nimeona niweke bayana jambo hilo. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.